madhehebu ya Kisabato. Mimi ni Mkristo, wote mnajua. Mimi ni Mkristo wa madhehebu ya Lutheran. Wala sifichi. Kwa hiyo mtu anaweza kajiuliza, inakuwaje huyu Mkristo wa madhehebu ya Lutheran anaweza akataka kwenda kuwatetea General Conference? Si unaweza kujiuliza swali hilo? Kila siku nimekuwa najibu hivi: jambo la kweli halijalishi wewe ni wa hao au sio wa hao. Maadamu jambo likiwa la kweli, mtu mwingine yeyote anaijua kweli anaweza kalisimamia na likashinda. Kwa hiyo hapa nilikutaja kwa sababu ulikuwa umenitaja ulipokuwa unamjibu huyo sitati. Anasema inaonekana mimi Mwalimu Mwankemwa ninapenda sana kusoma vitabu vya Ellen White ili nitafute makosa. Kumbe huyu bado hajanifahamu kwamba kwa nini mimi nasoma vitabu vya Ellen White. Sasa ninajua mengine kwenye mjadala kule hayatakuweko kwa sababu kule tutakuwa na mada moja tu. Pengine kwa faida ya wengine niwaambie leo. Ellen White katika kitabu cha The Great Controversy, Pambano Kuu, ameandika jinsi ambavyo Martin Luther alisimama kidete kwa neno la Mungu kupinga yale yaliyokuwa yanafanywa wakati ule na kanisa Katoliki na Roman Catholic. Kwa hiyo Ellen White alitambua huduma ya Martin Luther, jinsi alivyosimama kidete kwa neno la Mungu kwa ajili ya kupinga yale mafundisho ambayo hayakuwa sahihi kwa wakati ule ya kanisa la Roman Catholic. Mimi ni mtoto wa kiroho wa huyo Martin Luther. Kwa nina advantage mbili ninapoongea na Wasabato. Nina advantage ya kwanza kwamba miongoni mwa viongozi wenu wakubwa wa kiroho ambaye ni Ellen G. White anatambua huduma ya baba yangu wa kiroho Martin Luther. Hiyo ni advantage ya kwanza. Na kwa sababu Ellen White anatambua kwamba Martin Luther alisimamia neno la Mungu mpaka ndio akaondoka kule Roman Catholic wakati ule. Hiki ndicho kinachonifanya ninaweza kuongea na hawa rafiki zangu na kusoma vitabu vya Ellen White mpaka ndio nikaja nikagundua. Hope kwamba tumemsikia Mwalimu Mwankemwa vizuri kabisa. Sasa nilitaka tu nipate ujumbe kwake. Kwanza niweze kumpongeza kwa kuweza kusoma vitabu vya Roho Nabii. Ni swala ambalo hata mimi pia ninaweza kuwa nikiwashauri wa Kristo wengine hata Waislamu kusoma vitabu hivyo, kwa sababu ni vitabu vizuri kweli kweli. Si tu mambo ya dini, kuna mambo ya afya mengi sana ambayo hata ndugu yangu naamini ya kwamba atakuwa amekutana nayo. Na mimi sipo katika kusema ya kwamba anasoma ili kukosoa. Hiyo ni kitu kingine ambacho anawezekana, ni kweli inawezekana au sivyo, mimi sipo katika huo msimamo. Lakini ninachompongeza ni kwamba anavisoma, hongera yake, hongera ya kwake. Lakini kitu kingine ambacho ameweza kukisema katika mazungumzo ya kwake ni kwamba anasoma vitabu hivyo na anapata nguvu ya kuzungumza na Waadventista wa Sabato kwa sababu Mama White amemzungumza Luther katika kitabu cha Pambano Kuu, hasa ndicho alichokinukuu. Lakini vile vile nimpongeze kwa hilo tena. Lakini kuna vitu ambavyo pia kwenye Roho Nabii vimeelezwa vikielezea namna ambavyo Martin Luther amekuwa mwangaza mkubwa katika matengenezo. Sasa ninaomba niweze kusoma andiko moja katika hicho kwanza kitabu cha Pambano Kuu ili tuone kitu alichokisema Luther juu ya Roman Catholic, lakini vile vile tuweze kuona ni kwa namna gani au ni kitu gani tena kinaweza kikapungua. Kwa nini pamoja na kumsema hivyo Mama White mwenyewe hakuweza kuingia katika Lutherans? Kwa sababu Lutheri ilikuwepo. Ukisoma katika the history of scriptures of Ellen White, anaeleza katika ukurasa wa 193, na hiyo nafikiri tutaipitia vile vile hapo mbele.
Ninaomba kwanza nirudi katika Controversy GC niweze kusoma katika ukurasa wa 113 maneno aliyoyazungumza Luther, ambacho pia leo inawezekana, sijajua kama yeye anaweza kukubaliana nacho, na kama atakubaliana nacho basi tutaenda kwenye stage ya pili hapo mbele. Anasema hivi katika huu ukurasa hapa, anasema wakati barua ya Papa ilipomfikiria Luther alisema, ninaidharau na kuishambulia kwa kuwa ni barua ovu ya uongo. Ni Kristo mwenyewe anashutumiwa nayo. Nimefurahi kupata maumivu kama haya kwa kazi njema kuliko zote. Tayari ninahisi uhuru zaidi moyoni mwangu kwa kuwa hatimaye nimejua ya kuwa Papa ni mpinga Kristo na kuwa kiti chake cha enzi ni cha shetani mwenyewe. Hayo ni maneno ya Luther kutoka kwenye kitabu cha Great Controversy. Sasa kama tunakubaliana nao, ndio hivyo ni yeye alisema. Sasa vile vile pamoja na hivyo basi niweze kurudi kuona changamoto katika Lutheri ni hivi mpaka sasa, ambayo kiukweli hata Mama White amekuja kusema changamoto ambayo inapatana katika Lutheran, ambayo pia ninaamini kama Mungu akizidi kumsaidia rafiki yangu Daniel Mwankemwa ni kwamba aweze pia kuona Martin Luther ameanzisha matengenezo wa kwanza, hapana, maana katika pambano kuu vile vile imeeleza kuna waliokuwa nyuma yake, lakini vile vile akapata taarifa za wao na akashangaa kwamba ujumbe anaopeleka ni sawa sawa na wao, lakini katika movement ya wana matengenezo ana mchango mkubwa sana katika matengenezo ya kwanza kutoka Rumi, ana mchango mkubwa sana. Lakini changamoto iliyopo hapa sasa ni kwamba wale waliokuwa na Luther au wale wanaomfuata Luther wanaitwa Walutheri, wameacha kutengeneza, sasa wamebaki na mapokeo. Hilo ndio changamoto, na nitasoma katika hicho kitabu nimesema before, nikisome hapa katika historical scriptures of the fallen mission katika ukurasa wa 198 paragraph yake 300 anasema hivi: they claim the name of Lutherans, and position back to Luther, to his work and his testimony. Hawa watu wanakubali, wanajiita jina la Lutheran na wana point back to Luther kwamba sisi ni wa Luther, na ndicho alichokuwa anakisema rafiki yangu. Kweli baba wa kiroho anavyosema ni Luther, lakini hapo ana point kwake na ni swala zuri kiukweli. Anasema but they have not cherished his spirit ya Luther, hawajabeba bado na hawai-reflect kwa namna yoyote. Ndivyo anavyosema kama kweli tunatubia nukuu za Mama White. Asema they do not like Luther test their doctrines by the Bible, but by their creed, their church customs and the practice of the fathers. Hicho ndicho kinachofanyika katika Lutherans leo, kwa sababu doctrines za kwao hawazikubali katika Biblia. Unajua kusema na Biblia tunaikubali si maneno tu. Kinachofaa kusemwa hapo ni kwamba ni kweli yale mafundisho tukiyapima kwa Biblia yanaendana. Hilo ni swali bado linabaki hapo, lakini vile vile anaendelea sasa kusema utofauti sasa wa Catholic na Luther na Lutherans ni nini hasa. Anasema they are so called Lutherans, Lutheranism is little better than Catholicism with the name of Luther attached to it. Kwa vikumbe tunapokuja kuona kwamba kuna uangalau tunapozungumzia Lutherans kuliko Ukatoliki kwa sababu ya jina la Luther liliposhikamanishwa na imani yao. Kwa hivyo wanabaki kurudi kwa Luther. Lakini leo hata nikikwambia ukisoma katika kitabu hicho cha Pambano Kuu, maisha aliyokuwa anaishi Luther na imani aliyokuwa anaikili, hata akifufuka leo haingii katika kanisa la madhehebu ya Lutherans, haiwezi kuingia kwa sababu Lutherans wamerudi kwa mama yao kabisa, wameanza kurudi. Na ukiangalia katika hizo testimonies ambazo pia ameeleza, na hiyo kitu nitakuja kukikava baadaye vile vile, ameeleza vile vile kwamba tunapoelekea katika mwisho wa wakati hivi, katika ile sanamu ya mnyama, Protestants watarudi kwa mama yao, na ndicho hicho kinachopatikana. Kwa hivyo watabaki kusema ya kwamba Rumi ni hivi, lakini ni mama yao, watabidi warudi na kuungana na mama yao.
Kwa mimi kitu ambacho ninapenda kuweza kusema kwa ndugu yangu, Mungu aweze kusaidia hata mojawapo ya vitu ambavyo vinawezekana vikawa ni kwa sababu ndio ujumbe wa sasa katika swala mfano la Sabato, ni swala ambalo Luther hakuwa amelifikia. Ni nuru ambayo Mungu alikuwa hajampatia bado. Kwa hiyo alikuwa na controversy nao katika mambo mengi, katika makosa 90 na aliyoyabandika kuonesha makosa ya Rumi, bado halikuwepo kosa la Sabato. Lakini wale walikuwa wanamfuata wenyewe walitakiwa kuendeleza matengenezo alipoishia Luther, si kurudi Juma na kubaki tu na koti la Luther. Hapana. Kwa hivyo ndio maana katika Early Writings, sasa naomba niweze kudukuu hivyo hivyo pia katika Early Writings ukurasa wa 33 paragraph yake ya pili. Anasema hapa, na hichi napenda hata kiwe kikimgusha rafiki yangu vile vile. One day naamini kama Mungu akizidi kujalia tunaweza tukawa pamoja katika kuhubiri ukweli wa Mungu ulivyonyooka. Anasema niliona kwamba Mungu alikuwa na watoto ambao hawajui wala kuitunza Sabato. Hawajakataa nuru ya Sabato. Hao ni watu wa Mungu walio katika makanisa ya Protestants. Anasema wapo ambao hawajajua, bado hawajajua. Luther hakujua na hakuwahi kuikataa nuru ya Sabato. Sasa kwa nini leo sisi tuikatae? Rafiki yangu Mwakeu, rafiki yangu, kwa nini? Kwa hivyo ni mojawapo ya kitu ambacho tunafaa kuweza kukizingatia. Lakini vile vile sasa nikienda kwenye swala la pili, kwa sababu kuna vingi amevizungumza, ila point mbili nilitaka niweze kuchukua ni kwamba amesema vile vile katika maandiko ya Mama White kuna vitu anakubali, kuna vingine anapinga, na akatoa kwamba kuna testimony. Kwenye testimony Mama White anasema ikiwa maneno yangu hayatoki kwa Mungu basi msifuate. Hivi ni kweli? Hapo alikuwa akizungumza katika upimaji, kumpima kama nabii wa Mungu. Sasa baada ya kupima na akajua, watu wakajua, kwa sababu katika testimonies vile vile katika ukisoma katika hata Early Writings inaeleza, hata gombo la kwanza la testimonies zinaeleza vizuri history ilivyokuwa. Kuna watu walikuwa wakikataa roho ya unabii. Hiyo ndio history nataka nikupatie rafiki yangu, okay, pamoja na wengine ambao wanadhani ya kwamba kuna mambo baadhi ya kuchukua ya right na mengine si ya kuchukua. Lakini kuna vitu walikuwa wakikataa baadaye. Kabla, kumbuka hapo ni mwaka 1844, baadaye wapo waliopinga hadi mfumo General Conference, wakawa wanakataa kwamba tutaingia katika Babeli. Lakini vile vile wakaanza kukataa na roho ya unabii. Ndio wanasema kama maneno yangu hayakutoka kwa Mungu basi yaacheni. Unaona? Lakini baada ya kuwa amepimwa na kukubalika ya kwamba ni ujumbe unaotoka kwa Mungu, walipaswa kuweza kuchukua, kwa sababu ulikuwa ni ujumbe unaoliongoza kanisa na kujua kwamba ni wajibu gani tunao kama kanisa, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Sasa naomba nikusomee katika testimony moja hapa ili nikuonyeshe authority katika katika yale aliyoandika Mama White mara moja, ndio uweze kuona katika gombo la pili. Nafikiri unaweza ukapata wakati ukaweza kusoma, lakini fuatilia vizuri ndio uone nini kilikuwa kipo kwenye shuhuda ambazo Mama White alikuwa akizieleza. Tasoma katika ukurasa wa 605 paragraph yake ni ya pili. Anasema hivi, sikiliza rafiki yangu, nilichukua Biblia ya thamani na ikizungukwa na shuhuda kadhaa za kanisa zilizotolewa kwa watu wa Mungu. Akaichukua Biblia, na alivyochukua zikawa zimezungukwa, shuhuda zimezunguka Biblia. Sikiliza sasa, kama kuna baadhi tunaweza chukua. Anasema hapa nilisema mimi kesi karibu za wote zilitimizwa kwenye hizi shuhuda. Dhambi ambazo wanapaswa kuachana nazo zilionyeshwa. Ushauri ambao wanautaka unaweza kupatikana hapa umetolewa kwa kesi zingine zilizo sawa na za kwao wenyewe. Mungu amekuwa radhi kukupa mstari juu ya mstari na amri juu ya amri. Lakini sio wengi mnaojua hakika yaliyomo kwenye shuhuda, hamyajui maandiko. Unaona? Kwa hivyo kumbe alikuwa ameletewa yale ambayo walitakiwa watu wa kanisa waweze kuyajua, si kwamba kuchukua mengine kuacha. Hiyo tunapata wapi ambao tunaweza tukasema ya kwamba nabii tena tuchukue mengine kama yanatoka hayo, labda tuchukue tu kwa Muhammad. Kwa Muhammad ndio baadhi tunaweza tukasema haya
yanaweza yakawa Mungu. Maana ukiangalia katika Qur'ani, tafsiri ya Farsi anaeleza ya kwamba baada ya yeye kulogwa ndipo ambapo tunaanza kuwa na mawazo ya kwamba je, ni yapi yametoka kwa Mungu, ni yapi yametokana na kulogwa kwake. Lakini nabii wa Mungu hatuwezi tukachambua, hatuwezi hiyo kitu, hatuwezi kabisa. Lakini yote basi Mungu aweze kukubariki na kukusaidia. Ninajua ya kwamba zitazidi kukusaidia nukuu za Mama White na kusoma vizuri na hizo mambo zingine pamoja na masuala ya General Conference vizuri tu, mambo yaweze kuwekwa tu vizuri, lakini Mungu aweze kuwasaidia sana, aweze kukusaidia rafiki yangu. Ninazidi kukuombea Daniel Mwakebu, zidi kukuombea sana, na pamoja na watumishi wengine na wengine ambao bado Sabato ya Mungu hawajua, lakini vile na mafundisho mengine kama fundisho la Utatu. Yote hayo hayajalengwa katika Biblia. Kwenye Biblia hakuna. Sasa zimebaki ni mapokeo, yamebaki ni mapokeo. Mungu na azidi kuwabariki na kuweza kuangazia nuru ya uso wake.